Karibu sana. Nakuletea mada inayosema mpenzi mnene, hasara na faida zake. Napopata message kutoka kwa mtu ambaye anaumia kutokana na tatizo alilonalo, sina budi kuleta mada hii hapa kuweza kuisaidia jamii. Upende usipende, muonekano wa maumbile yako unaweza kukuletea shida ambayo mwenzio atakosa ujasiri kukuambia. Kwa hiyo wewe ambaye unasubiri uambiwe kila kitu, utashangaa tu mahusiano yako yanakuwa magumu, yanakuwa yamejaa huzuni, kwa sababu hujafikiria kwamba ipo sababu ya kweli inayomsababisha mpenzi wako abadilike, asikupende kama pale mwanzoni. Sayansi inaangalia hali halisi ya mwenendo wa mwanadamu, na kwamba kuna vitu ambavyo mwenzio anaviona kwako ambavyo anavipa tafsiri kwamba ni vitu ambavyo ni vya hatari au vibaya. Sehemu ya ubongo inayohusiana na usalama wako inaitwa amygdala. Inapoona kitu chochote kile ambacho hukipendi, ujumbe ambao unaingia kwenye nafsi yako ni kwamba uko kwenye eneo la hatari, kimbia. Ndio ujumbe. Kwa hiyo ni hali ambayo ipo, lakini watu wanaifumbia macho na inaleta madhara kwenye mahusiano. Na usipojua jinsi gani ya kupambana na hali ya maumbile yako, utapata shida sana na kulalamika sana. Na ninao kesi ambayo nimemtumia huyu dada video jana amenitumia message wakati naandaa video hii kukuletea leo. Nikusomee message zake sasa uweze kuona, kabla sijaleta mashahidi wangu wa mambo ambayo ninayazungumza. Naomba nikusomee message yake dada huyu ambaye kwenye profile yake hakuweka picha, ameweka picha tu ya sikio na kichwa, lakini naomba nikusomee message yake. Message ya kwanza alikuwa anasema hivi. Anasema, habari Dr. Mwaipopo, nimekuwa nasikiliza mafundisho yako YouTube. Nilikuwa naomba unielekeze, nimekuwa nikipitia changamoto kwenye mahusiano yangu. Nikamwambia karibu sana, nikataja na jina lake ambalo linaonekana kwenye chini ya namba yake ya WhatsApp. Karibu sana. Nikamwambia je, kuna changamoto gani? Asema mimi naishi na mzazi mwenzangu. Nimezaa naye watoto 3. Sijawahi kuenjoy kufanya tendo la ndoa, na ni mara chache sana nimekuwa nikufurahia mume wangu. Kila tukitaka kufanya tendo la ndoa anataka yeye ndio mimi nimuandae, lakini nikimwandaa yeye huwa haniandai mimi. Ananiinamisha tu na kuniingilia bila kuniandaa. Dakika 2 tu anapizi hapo na kulala, yaani raundi moja tu, bila kujali mimi nimefika kileleni au sijafika kileleni. Dokta, sisi wote ni wanene, lakini yeye analalamika kwamba anataka wasichana wembamba. Ndio maana amekuwa mzito hata kuenda kutoa mahari. Mara zote huwa ananisaliti na wasichana wembamba. Inafikia wakati mawazo yangu yanapelekea na mimi nitafute mchepuko nje ili aniridhishe. Nikamuuliza, je, na yeye ni mnene? Nilikuwa sijakumbuka. Akaniambia ndio, ni mnene. Nikamwambia sasa, hapo unachohitaji ni ufundi zaidi, kuwashinda walio wembamba. Akasema sasa nifanyeje dokta? Nikamwambia hivyo, ninazo video 62 na jarida moja kwa gharama ya shilingi 10,000 na kutumia kwa njia ya email, na ukilipia sasa hivi na kutumia ndani ya nusu saa. Akasema nakutumia kwenye namba gani? Nikampa namba ya kutumia. Sasa leo kanitumia message baada ya kumtumia zile video na kila kitu, nikamwambia dokta. Akasema hivi, nimemtumia jana na kuzungumza, hii ni jana, kesi ya jana, sawa? Nilifanya kama ulivyonielekeza kwenye zile video kwenye majarida vile vile, na imeona kwamba alifurahia na kusema hajawahi kuandaliwa hivyo na kuniimbia nyimbo. Dokta,
ume wake unasimama vizuri kabisa na kupata hisia. Sema yeye akiniingilia bila kuniandaa, mimi najisikia vibaya. Sasa yeye alipoingia tu, baada ya muda tu kidogo, hisia zangu mimi zikakata. Nikaona anahangaika yeye kujibinyabinya chini zake akiwa ameniinamisha. Dokta, napata shida kwenye ndoa hii, naomba unisaidie, lakini najua video zako nikiendelea kunitumia zitaletea mabadiliko makubwa, maana tayari nimeshaanza kuona kwamba kuna vitu anavifurahia ambavyo mimi nilikuwa sivijui. Dokta, naomba uendelee kuniombea ndoa yangu iokoke. Nikamwambia sawa, video nakutumia, na nimeanza kuandaa video za watu wanene, nitakutumia kesho. Naomba unipe nafasi niendelee kuzimalizia kuziandaa video hizi za watu wanene. Sasa unaweza kuona jinsi gani mwanaume mnene na mwanamke ni mnene, lakini mwanaume anamlaumu mwanamke mnene. Sasa unaweza kuona kwenye message hiyo ni kwamba mkao wanaotumia ni mmoja tu, ya mwanamke ainame, mwanaume amwingilie nyuma, na mara nyingi huyu mwanaume hamuandai mwanamke, lakini baada ya kumtumia zile video mwanaume amefurahia, akasema sijawahi kuandaliwa namna hii. Sasa kabla sijaleta mashahidi wangu ambao nimewaandaa kwa ajili ya video hii, nipenda kuzungumza hivi. Kuna kitu kinaitwa kinetic energy, wale ambao wamesoma physics. Kinetic energy ni energy ambayo inahusika na kitu ambacho kinatembea. Sasa kwa mfano, ukiwa kwenye mteremko, ukichukua jiwe ambalo liko kwenye fomu ya mduara, sawa, au gurudumu kalichukua, ukiliteremsha ukiliachia likateremka chini, spidi yake inakuwa ni kubwa na kuizuia inakuwa vigumu, na ukigongwa na hiyo tairi itakuwa ni rahisi sana kuumia. Lakini tairi la pikipiki na la lori zinatofautiana. Lazima tukubaliane hivyo kwamba tairi ya lori au ya trekta na ya lori vinatofautiana. Kwa hiyo ukiliachia gurudumu la trekta halafu ukaliachia na gurudumu kwenye mteremko ule ule na gurudumu la pikipiki, gurudumu la trekta litakwenda mbio zaidi kushinda gurudumu la pikipiki kwa sababu ya uzito ulionao. Kwa hiyo momentum yake itakuwa kubwa sana, velocity yake. Sasa kadhalika kwenye tendo la ndoa, ule uzito ulionao utaleta utofauti fulani katika utendaji kazi kwenye tendo la ndoa. Upende usipende, hiyo ni hali halisi ya maumbile yenu. Kama mwanaume ni mnene au ni mwanamke ni mnene, lazima ufahamu kwamba maumbile yako, structure ya maumbile yako lazima itaathiri vitu fulani katika uhusiano. Sasa kinachohitajika ni nini? Kama nilimwambia huyu dada, ni kwamba ukiwa na mambo mengi ya kumfanyia mwenzio, unamtengenezea mazingira ya huyu mtu kufurahia kitendo kwa hali ya juu zaidi, kiasi ambacho hata kuwa anafikiria juu ya maumbile yako. Naomba nisikilize hapo. Yaani ukiwa na mambo mazuri mengi matamu, yatasababisha huyu mtu awaze yale mambo matamu na kusahau kwamba wewe ni mnene. Vile vile kuna mikao ambayo inapaswa itumike, na kwenye mikao hiyo vile vile ni jinsi gani una move, unaenenda. Kama video moja ambayo nilikuwa nimeanza kuiandaa ya watu wanaofanya kazi, wanaofanya mapenzi, watu wanene, unamwona yule mwanamke miondoko anayoitumia yuko juu ya mwanaume, lakini miondoko anayoitumia ina utofauti wake, kwa hiyo inaleta ladha tofauti. Sasa nina video zaidi ya 50 kwa ajili ya wanaume na video zaidi ya 60 kwa ajili ya wanawake, na zote hizo kila moja kama ukiagizia za mwanaume ni shilingi 10,000, ukiagizia zote mbili ni shilingi 20,000. Kwa mtu anachagua upande wake. Sasa ninachozungumza hivi, hizo video nazoziandaa mpya ambazo nitaziweka I think kesho, za watu wanene zitaongezea kwenye hiyo idadi, kwa sababu ni eneo ambalo kuna video kama 2 tu za watu wanene kwenye hizo video ambazo nimezungumza 50 na kwa ajili ya wanaume na 60
22 kwa ajili ya wanawake. Kuna video kama 2, lakini nataka niweke video mpya. Baada ya kufanya utafiti wa mada hii, ni kweli kabisa hali hiyo inahitaji. Sasa utaona wanaume wanavyozungumza na wanawake wanavyozungumza juu ya hali hiyo ya unene. Nilipouliza hivi, ulijisikiaje ulipofanya mapenzi na mwanamke mnene mara ya kwanza? Wa kwanza akasema hivi, nimeshawahi kufanya mapenzi na mwanamke mnene ambaye alikuwa na unene zaidi ya ule ambao naupendelea. Tendo la ndoa lilikuwa tamu sana. Hata hivyo, uzuri wake ni kwamba huyu dada alikuwa anajiamini, akaweka kwenye mabano comfortable, na hakuwa anajidharau kutokana na mwili wake kuwa mnene. Hali ile ya kujiamini na ufundi aliyokuwa nao uliniletea raha mimi kwa kiwango kikubwa, na mimi ninaona kwamba utamu niliopata ndio kitu ambacho cha kuangalia, sio unene tena. Kwa kweli dokta, mambo mengine yote naweza nikayapotezea ikiwepo hali kama hiyo. Mtu wa pili akasema hivi, nipomuuliza swali hilo hilo, ulijisikiaje ulipofanya mapenzi na mwanamke mnene mara ya kwanza? Akasema hivi, nimeshawahi kulala na wanawake kadhaa ambao ni wanene. Kama huyu wa mwisho kulala naye ni mtu ambaye nilikuwa nimefahamiana naye kwa muda mrefu kidogo, lakini nilikuwa sijafanya naye mapenzi. Ana matiti makubwa na ni mazuri, na sio kwamba nilikuwa ninataka mimi ndio ninatawala mechi nzima, yani mchezo mzima. Ingewezekana kufanya hivyo, lakini kutokana na ufundi aliyokuwa nao huyo dada na uchangamfu alikuwa anaonyesha, ile hofu yangu ya kutokufurahia tendo la ndoa na huyu mwanamke iliondolewa haraka sana. Yaani alijitahidi kuniandaa kwa kadri na mimi vile nilikuwa najitahidi kumwandaa yeye, kitu ambacho kilikuwa ni kizuri. Na nilifurahia mwili wake laini wenye matuta matuta, na nilifurahia sana sana. Huyo ni shahidi wa pili. Wa tatu, dokta, kwa kweli nimelala na wanawake wanene wachache. Ninachokichukia ni mwanamke mnene ambaye hajiamini, maana anaona kwamba sitakuwa na mvuto kwake kutokana na unene wake. Wote ambao nimelala nao walikuwa wazuri wa sura, lakini huyu wa mwisho kulala naye alikuwa ni mtaalamu sana. Akaweka kwa Kiingereza, she was so hot to an extent napata shida kumsahau. Unaweza kuwa unasema napata shida, asema she was hot. Alikuwa anajua mambo mengi sana ya kufanya. Haya, anakuja kwenye shahidi wa 4. Dokta, sijui kama umeshasikia kuna movie fulani inaitwa Archer. Yaani kwa Kiingereza ni ARCHER. Katika movie hiyo kuna msichana mmoja ambaye alikuwa ni mnene, jina lake anaitwa Pamela. Mtu ambaye alikuwa anafanya naye mapenzi alikiri na kusema kwamba hajawahi kupata utamu mwingi kama alivyopata utamu akifanya mapenzi na Pamela ambaye ni mnene. Dokta, mimi wanapendelea wanawake wembamba sana, lakini dokta, dada ambaye nilifanya naye mapenzi mara ya mwisho alikuwa ni mnene. Alikuwa anajua kunyonya na utaalamu wake sijawahi kukutana nao na wanawake wote 6 nishawahi kuwa nao kwenye mapenzi. Alikuwa anajua kuinyonya dudu yangu kitaalamu sana, na nilifika kilele kwa mshindo ambao sijawahi kufika. Dokta, ufundi unasaidia. Haya, kama ulivyosikia ushasikia msemo unasema kwamba kuvaa vizuri kunaficha umaskini eh? Ushasikia kuvaa vizuri kunaficha umaskini. Mtu anatia tisuti kweli, lakini mfukoni hana hata 100. Ndio hiyo umuhimu wa ufundi. Shahidi wangu wa 5. Dokta, nilipata shida kidogo pale nilipotaka kumuingilia huyu mwanamke mnene. Maana yake yale manyama yake yalikuwa yananizuia kwa sababu dudu langu ni fupi, ni la wastani. Kwa hiyo sina maelezo zaidi hapo. Kwa hiyo maana nyingine kwamba mwanaume mwenye maumbile madogo atapendelea wanawake wembamba. Sasa napenda kupata taarifa. Habari mpya ni kwamba dawa ipo ya kuongeza ukubwa wa uume, urefu na unene
Na hata kama imepinda, nimeongea na dada mmoja leo. Anasema dada mmoja kutoka Dodoma, daktari, mume wangu mume wake umepinda. Nimeangalia video yako moja umesema kwamba unayo dawa. Niwe unanichubua upande fulani. Kwa hiyo kama umepinda vile vile, hiyo dawa ipo, tuwasiliane. Gharama yake pamoja na usafiri kama nakutumia ni shilingi 85 tu. Sio hela nyingi, na kuna watu ambao wanajua inafanya kazi, wanainunua wanaiuza mpaka 300,000. Nimeshagundua kuna watu ambao wanajua kwamba ni ya ukweli inafanya kazi, wanaiuza mpaka 300,000. Anachukua kwangu, anatafuta mteja, akitafuta mteja ananipa 185, alafu anaiuza kwa 300,000. Nimeshapata hiyo. Na mmoja tayari ameshaanza kuiuza na anajiita daktari, lakini sio daktari, hajasomea haya mambo. Namuona tu kwenye TikTok anajiita daktari, hata akijibu maswali naona anajibu kwa maswali ya wasikilizaji, anajibu yani kama vile basi tu juu sana, lakini anajiita daktari. Kwa hiyo anazinunua kutoka kwangu. Alipata mteja mmoja kutoka Marekani kwa sababu anajitangaza kwenye YouTube. Sasa kwa bahati mbaya yeye hana kibali cha kusafirisha dawa nchi za nje. Akanitafuta mimi. Unaweza kuona alinunua dawa kutoka kwangu, alafu alipata mtu kutoka Marekani, kamlipa hela nzuri sana. Lakini sasa alipotaka kuisafirisha akamwambia bwana, huna kibali. Sasa anipe hiyo tenda mimi nikamtumia yule mtu dawa, kwa sababu na kibali cha kusafirisha dawa nchi za nje. Okay. Tuendelee na shahidi wa 6. Anasema hivi kwamba Dokta, mimi ni mwanamke mnene. Katika umri wangu wa miaka 20 kipindi hicho, sasa hivi na miaka 52, nilipokuwa mnene nilikuwa na vile napendelea wanaume wanene. Shida niliyokuwa naiona nikitembea na wanaume wanene vile ni mikao. Kuna mikao fulani kabisa inakuwa ni vigumu kuitumia. Yani practically inakuwa ni vigumu. Sawa. Hapo sawa, unataka kuingiza ng'ombe kwenye mlango ambao wanapita mbuzi tu, inakuwa ni shida kidogo. Haya, naingia kwenye shahidi wa 7. Anasema hivi: Dokta, nimeshawahi kufanya mapenzi na mwanamke mmoja mnene, na sikuwa nimevutiwa na yeye, lakini vile alikuwa hajui kupiga mabusu. Kwenye mabano akaweka kwa Kiingereza a bad kisser. Alafu kwa bahati mbaya alikuwa hajui mapenzi ya kitandani. Yaani alikuwa analala kama samaki kwenye sahani, hana la kufanya. Akaandika kwa Kiingereza passive sexually. Dokta, mimi naona kabisa wanawake wasipojua mambo mbalimbali ya kumfanyia mwanaume itawaponza sana, ile hali ya kutokujiamini vile. Nikakutana na dada mwingine ambaye alikuwa anajua anachopaswa kufanya. Dokta, nilisikia utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo dokta, waeleze wanawake ufundi upewe kipaumbele. Shahidi wangu wa 8 anasema hivi: katika utamu ambao nimeshawahi kupata katika tendo la ndoa kwa miaka yote ambayo nimekuwa nikifanya mapenzi na wanawake, sikuangalia mimi udogo wao au ukubwa wao. Katika hilo nalozungumza, kikubwa ambacho mimi nakiangalia ni uchangamfu wanaoonyesha wakati wa tendo la ndoa na ufundi walionao. Sasa uwezo ukawa na uchangamfu kama hujui kitu, maana una uhakika, sijui nitakosea, sijui nitapata, sijui nitakosea. Kwa hiyo uchangamfu unatokana kwamba unajiamini. Bila kujiamini, rafiki yangu, lazima utakuwa unatetemeka. Haya, shahidi wangu wa 9 kabla sijafikia shahidi wa 10. Dokta, nimeshakuwa na mahusiano ya kimapenzi na mwanamke mnene, na hao wanawake walikuwa flexible kuliko wengine. Yani flexible, yani kujigeuza, yani mashamshamu anayo mengi, sawa? Naita flexible. Anasema hivi: nimegundua kwamba wanawake ambao ni flexible wanaweza kujituma, yani wako tayari sana kuhakikisha kwamba mwanaume anapata mapenzi yenye utamu wa kiwango cha juu. Na hisi kuna msemo fulani wa Kiingereza unasema kwamba trying harder to keep the guy. Yani unafanya bidii kubwa ili mwanaume asikuache. Ndio msemo wa Kiingereza huo huko. Sema trying harder to keep the guy.
Lakini dokta, nimegundua kwamba kadri ninavyoendelea kuongezeka umri, ninavyoendelea kukua, macho yangu yameendelea kuwapenda wanawake wanene wenye mahipsi makubwa na mapaja manene. Hao nawapenda sana sasa hivi katika umri wangu huu mkubwa wa miaka 52. Ninawapenda hao. Haya, huyo ni mzee anaongea. Huyu shahidi wa mwisho anasema hivi, nimeshalala na wanawake wanene. Yeye mwenyewe anawaita size 18 ya Marekani. Huyu ni mtu ambaye amesoma kidogo. Size 18 yani size 18 yani size 18. Sasa size 18 sio mnene sana na wala sio mwembamba sana. Wako katikati. Yani nimeangalia hata kwenye picha za watu size 18 ya US ikoje. Nikaona yani sio mnene sana lakini ni mnene. Sawa, ni mnene lakini ni unene ule ambao kidogo kitambi akijawa kirefu sana na manyama hajawa mengi sana lakini ni mnene. Ni mnene tu. Yani kuna mtu mnene. Amevaa hijabu, amevaa dira, atakayevaa dira utamuona kwamba huyu ni mnene, amevaa dira, sawa? Dokta nilifurahia sana, akasema kwa Kiingereza I had great time. Sikuwa nimevutiwa naye kama vile ninavyovutiwa na wanawake wembamba, lakini dokta nilienjoy sana. Yale manyama anavyocheza cheza na nini, nilikuwa nafurahia sana kwa sababu alikuwa anajihangaisha, anajituma. Hakuwa kama wale wanaolala kama samaki au kama gogo. Yeye alikuwa anajua wajibu wake. Nilifurahia sana. Sasa baada ya kusema mashahidi hao wote, sawa, 10. Napenda nikwambie uwe ni mwanaume au ni mwanamke. Ni muhimu sana ufahamu kwamba unahitaji kuonyesha ufundi wa kutosha kwa mwenzio ili kumzuia asiangalie mapungufu ulionayo katika maumbile yako. Sasa kuna wengine kama nilikuwa naongea na dada mmoja hapa, wengine ni mnene lakini bado ni mkavu ukeni. Unaweza kuona au mwingine anaweza kuwa ni mnene lakini anakuwa na maji mengi kupita kiasi, wanaita excessive water. Hayo yote yapo. Mwingine anasema mwingine alikuwa ananiambia, nilikuwa nachati naye hapa sasa hivi, anasema dokta, nimeambiwa kwamba mimi huku chini ni baridi. Hayo yote yapo. Kwa hiyo uweze kujua lipi ni lipi ambalo liko kwenye kichwa cha mwenzio. Unaweza kuwa una kibamia, una tatizo la kuwahi kumaliza, kurudia napata shida. Haya yote ni mapungufu. Sasa tena ukiongezea na huo unene, inaleta shida sana kwa mwenzio. Kumzuia asichepuke. Inaleta shida sana kumzuia mwenzio asichepuke. Kwa hiyo nikakushauri ongezea ufundi. Nazo hizo video nilizokuambia. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, subscribe na bonyeza ile kengele inayojitokeza pale. Baada ya kubonyeza subscribe, kuna kengele inatokea, alafu bonyeza all. Itakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Nikutakie maisha mema na furaha katika mapenzi yako. Bye bye.